Well, karibu katika video namba 2. Asante Yesu kwa sababu ya kutupenda, kutuonekania na neema yako iwe pamoja nasi. My brother, my sister, unahubiri injili ya ukweli, na kama unahubiri injili ya ukweli, unahubiri ukiwa ndani ya Kristo, na kama unahubiri ukiwa ndani ya Kristo, ile injili unahubiri ni ya kurudisha watu kwa Kristo ama ni ya kutawanya? Hiyo ndio swali ile ninaweza kuuliza wewe, kwa sababu kila mtu wakati anafanya kitu fulani anakuaga na sababu ya kukifanya. Na kama ni kuitwa, kuna wale wameitwa na Kristo na kuna wale wameitwa na Kristo na wamekataa kuhubiri, na kuna wengine wameitwa na Kristo wakakataa kumtii lakini wanataka kumhubiri. Halo, kuna watu wanahubiri injili hii sio kwa sababu kama wameokoka, ni kwa sababu wako na kazi wanafanya ambayo ni ya kuharibu, na wanasema wanatengeneza. Unahubiri injili ukiwa upande gani? Sikia hii. Nimewaongelesha hapa kuhusu watoto ambao sometimes tunaenda kusaidia. Kabla hujaenda kusaidia, omba Mwenyezi Mungu, huyo mtoto umepatana naye na unataka kumuassist, uombe Mwenyezi Mungu akuelezee kwake yeye anakaa namna gani, kwa sababu nilionyeshwa na Mwenyezi Mungu watoto wengi ambao hawako sio watoto wa kawaida. Mtu amezaliwa na ameletwa na shetani kwa purpose ya kufikia yule mtu ambaye ni Mkristo wa kweli. So the moment unalia, the moment unamuonea huruma, naye shetani anapata nafasi ya kucheza na mawazo yako kupitia yule mtoto. So wakati unasaidia yule mtoto maskini, maana hata Yesu Kristo akielezea watu wa yule kijana alielezea aende auze mali yake ape maskini. Kuna njia ya kupeana kwa maskini, na ile njia mzuri siku ya leo ni kabla hujapeana unauliza Mwenyezi Mungu, kwa hiyo sekondi kadhaa ama hiyo dakika umepata huyo mtoto, nimpee huyu ama nimsaidie? Huyu ni wa kusaidiwa ama huyu ni nani? Maana Kristo amenielezea, baada ya watu wengi kuelezewa kutoa fungo la 10 ni dhambi, wengi sasa mmegeuka, mnataka kusaidia maskini, mnataka kusaidia wale ambao wako na mashida, wale ambao they are not hawajabarikiwa, wale ambao hata kupata mkate, kupata nguo ya kufanya ni shida. Sasa watu wengi wameingia katika hiyo ministry in full swing bila hata kuuliza maswali, maana ile njia wanaitumia kwa sababu ya kutaka kutumikia Mwenyezi Mungu, naye shetani anaingia katika, anajificha katika ile. Sikia hii. Mkristo wa kweli ukikosa kutoa, kuna watu ambao wanatolewa na shetani wanakuja kupeana mali. Nimesikia kesi na watu 2 watatu. Amepewa pesa, yeye ni devil worshipper, anapewa pesa atumie na shetani, na anakatazwa kupea watu tu. Anaelezewa kwa kanisa unaweza peana kwa shule, unaweza saidia maskini wale wako area yako unaona wako na shida. Anapewa limit. Kuna mahali hawezi toa hizo pesa. Hamwezi enda naye kwa hoteli mkule mshibe alipe, maana amekatazwa hiyo. Kuna mahali anaonyeshwa kupeana. Kuna wengine wanapeana mahali tu kumekufwa. Lazima watu wakikufa lazima apeleke saduku anunue, mwingine apeleke chakula katika hiyo sehemu ambayo maiti iko. Ukisaidia, unaomba Mungu akuonyeshe huyo unasaidia ni maskini wa aina gani, maana shetani ameingia ndani ya ile ministry ili awanase watu wengi na mali zao. Ona hii. Kuna mtoto nilikuwa nasaidia, ama mama nilikuwa nasaidia, hapo na watoto 6. Wametoshana 6, yule mkubwa ni 12 years. Huyu mama nilianza kupita kwake, ninamuona akiwa hapo, ninamuita, nikienda supermarket nikinunua mkate bili yangu nanunua bili zake, nikinunua matisua nanunua na yake. Tulijuana hivyo. Sasa wakati moja nikataka kumjua sana, akawa ananipigia simu, wewe pastor, hujanipitia siku mingi na kwangu hakuna kitu ya kukula. Ninamtumia 200 ama hivyo kwa simu.
Sasa tulienda tukajuana sana. Sasa nikasimama kuongea na yeye. Kuna mama ambaye alikuwa Amerika, alikuwa ananitumia pesa nimpe. Sasa nikapenda kuongea na yeye. Sasa huyu mama nilipomwangalia nikauliza, watoto hao ni wako? Wote 6, 7, 6. Yule mkubwa ni 12, 13 hapo. Sasa baada ya kuigiana nikaona nimsaidie. Nikamwelezea nataka ukuje kwangu jioni ama asubuhi kesho nikuonyeshe kazi utafanya. Kuna maguo zile mimi huwa ninapeana, ninasinunua, na hii time niliona niingie kwa nyumba yangu juu niko na shati mingi. Nikamtolea shati 15 zile zinaonekana ni nzuri. Nikamtolea shati 15 na hanga. Nikamwambia unaona hizi koti, shati ni shati sio koti, nataka uende uuze, alafu ukisha maliza kuuza ukuje nitakutuma mahali fulani Kayole, mahali utaenda uziwe hizo shati na bei nzuri, na yeye utaongeza kama 50 ama 100 juu. Mama nilimpompea zile nguo siku ya kwanza, siku ya pili nikampigia simu nikamuuliza ulimaliza? Siku ya tatu kuna zile nilikuwa sasa hata nimeshukua kwa sababu yake kama ingine, umemaliza ukuje ushukue. Wiki ikaisha. Wiki ya pili akaniambia nilipeana mtu mwingine hawajanilipa sijui nini. Hiyo biashara ikaenda hivyo ikaisha. Kisha nikaenda dukani nikanunua ile kitu tunaitanga balancer, unakanyanga ya kupima uzito. Wale watu wanatembea na hizo mashini within wanalipishaga shilingi 10 kukanyanga hapo. Nikamnunulia hiyo mashini, nikamletea na ya kupima. Nikamwambia sasa wakati unaenda kama hii kasi ya maguo haijashukua, shika hii. Unatoka hapa unaenda mahali unakaa kando, mahali kuna watu wengi kama sokoni, unaitwa mtu akikuelezea na unapima weight ni shilingi 10. Nikampea hiyo mashini. Do you know hata hakuitumia. Maana nilifuatilia mahali yanaishi, mahali yamekodishwa nyumba. Mwenye kumkodisha nyumba ni wale watu wanatushukuliaga takataka kwetu. Akaniambia huyo msichana anakaa kwangu. Sasa unajua hiyo mashini hakuitumia hata siku moja. Huyu mwenye nyumba ananiambia ni kama hiyo mashini aliiuza. Maana niliiona tu mara moja na sijawahi iona tena. Haya, mimi nilikuwa nimenunua nimpe. Sasa nikaona haijaisha, nikamfuatilia. Nikamwambia mama fanya hivi, juu ninaona uko na watoto hao uko naye. Nataka nikusaidie vile hao watoto utawalea, maana huna bwana na usisumbuke. Akaniambia ni sawa. Nikaenda kwa children's officer Ruai. Nikaenda kwake. Nikamuelezea habari ya huyu mama na watoto wake. Sasa akaniambia enda uniletee, mwambie akuje. Si yule mama akaenda. Akaonana na children's officer. Sasa alipoenda children's officer ndiye hakuniambia ile kitu ameongea. Nikamwambia wewe mama, si umeenda umeona children's officer? Mumeongea nao? Tulikuwa mpango ashukuliwe watoto 4 wapelekwe children's home ambayo iko na karibu na kwetu, ili asaidiwe kusomesha wale watoto katika hiyo children's home, na weekend atakuwa anaenda kuwaona. Sasa huyu mama alipoelezewa hivyo akaniambia hapana, mimi watoto wangu hatapelekwa children's home, ngoja nikae na wao. Hapana, sitakubali. Sasa nilipoenda kwa children's officer yule, akaniambia huyu mama si mara ya kwanza kuletwa na watu hapa. Huwa analetwa na huwa anakataa na hawa watoto. Sasa mtu kama huyu utamsaidiaje? Nimempea nguo auze, hakukuja na feedback. Nikampea mashini ya kupima weight, hakuifanyisha kazi. Sijui aliuza, sijui alipeleka wapi. Nikaenda kwa children's officer nikaongea na hao wamshukulie watoto hata wapelekwe children's home. Akasema hawezi. Sasa nikamuuliza sasa wewe children's home nimekuonyesha biashara mara 2. Haukufanya. Sasa hii nimekupeleka children's home. Umesema wewe unataka kukaa na watoto wako. Na huyu mama kazi hana. Hata ya kuvua hapatagi, ama akipata haiwezi tosha hiyo watoto. Sasa angalia, mtu kama huyo unamsaidia na hataki kusaidika. Yenyewe yako na shida. Unaweza mfanya nini? Ndio ninaelezea sasa, hata kama tunasaidia watoto na watu ambao wako na umaskini. Chunguza huyo mtoto kabla hujampea. Chunguza huyo mama ambaye ako na umaskini kabla hujampea.
uchunguze vizuri, uombe. Na maana huwezi ukawajua. Njia mzuri ni kuomba. Uwe sensitive in the spirit. Maana wakati unaenda kusaidia, Roho Mtakatifu hata dhamira itakuelezea hapana, nigote. Kristo akanielezea kanisa la leo ndio ile kanisa ambayo inahubiriwa yale mambo wanataka kuyasikia. Na ndio unaona mtu mmoja anatokea tu anasema hakuna kanisa la kweli, hakuna pastor wa kweli, hata fungo la 10 lilimalizwa. Washeni ujinga. Na juu mnataka hivyo, mwili unataka kusikia hivyo, ili ukule mpaka fungo la 10, ili ukule mpaka hiyo sadaka ya kujitolea, ili usisaidie mwingine. Halo? Mwili huu unataka kusikia hiyo injili. Mpaka mtu anasema haja gani ya kupeleka hii pesa kwa maskini? Washa nikule, ama unapea wale watu unajua. Sasa ile kitu unafanya mkono wa kushoto wa kulia usijue. Injili hii tunahubiriwa leo ndio ile injili inapendwa na miili yetu. Na ndio tukielezewa hakuna mhubiri wa ukweli. Sote tunainua mikono juu tunasema ni kweli. Lakini yule ambaye anakuambia hivyo, yeye ni mhubiri ama yeye anahubiri akiwa platform gani? Fivefold ministry. 1 2 3 4 5. Evangelist ndiye mkubwa. Sasa kama mimi ni mwinjilisti ama mimi ni prophet, nina prophesy, alafu ninaelezea watu Mungu ameniambia hakuna kanisa la kweli, na watu 90% wanaanguka huko. Tunaenda na mvumo wa injili ambayo inahubiriwa, na behind the hii injili sio Kristo wako. Nimewauliza mara ngapi? Kuna Muslim, kuna Buddhist, kuna Hare Krishna, kuna ya Wahidi, sijui inaitwaje, kuna Freemason. Yesu Kristo wakati alikuwa anahubiri hapa duniani, kwa nini hakuenda kwa Muslim kupeleka injili, akawa anaenda kwa sinagogi? Kwa nini Yesu Kristo hakuenda kwa Hare Krishna kuhubiri injili, akawa anaenda anakaa chini na wazee makuhani? Kwa nini Kristo yeye alikuja kuhubiri injili na aka option kwenda kwa makuhani? Kwa nini alienda kwa hao makuhani? Akakosa kwenda kwa mosque. Sisi zilikuwa. Akakataa kwenda kwa wale walikuwa na god of dragons. Kwa nini Yesu Kristo hakuchukua hiyo laini? Maana wakati Yesu Kristo alienda akapata watu wanafanya biashara kanisani, alishukua kiboko akaanza kupiga ile kitu ilikuwa inauzwa huko. Tokeni katika nyumba ya Baba, haitaitwa nyumba ya wanyang'anyi. Kwa nini Yesu Kristo alifukuza watu waliokuwa anafanya biashara katika hekalo na akasema ni nyumba ya Baba? Kama Kristo alirecognize, kama Kristo alifukuza watu wakifanya hiyo biashara, kwa nini hakuenda kwa mosque? Kwa nini hakuenda kwa Hare Krishna? Kwa nini hakuenda kwa ile watu wa Misri ama wale watu walikuwa juu mahali Yesu Kristo amekuja kuzaliwa? Kulikuwa na watu ambao ni kinyume, walikuwa naabudu dragons. Kwa nini Yesu Kristo hakuingia katika ile nyumba ya Dagon aseme hii nyumba ninakataa mfanye hii kazi huku na haribu zote ili mfuate hii imani? Aka option kuingia kwa hekalo, na wakati mmoja akapiga watu na kiboko akiwaelezea nyumba ya Baba haitaitwa ya mnyang'anyi. Kristo alirecognize hiyo nyumba ya Baba. Tuite mpaka siku ya leo aliiasha. Maana wakati alienda kuteta, Kristo akachukua kiboko akapiga watu waliokuwa anafanya biashara kanisani. Kwa nini alienda kanisani na akasema ni nyumba ya Bwana? Kwa nini alienda kanisani akasema ni nyumba ya Mungu? Sisi leo ndio tunahubiriwa injili, tunaelezewa hakuna kanisa la ukweli. Adieti Kristo anaiprabua. Yesu Kristo hakuenda kwa mosque. Kwa nini hakuenda kwa mosque? Kwa nini hakuenda hizo manyumba zingine? Kwa nini hakuenda hizo manyumba zingine zilikuwa watu wanaabudu? Kwa nini hakuchukua option hiyo? Alienda hekaloni. Alafu mtu unaelezewa hakuna kanisa la ukweli, hakuna mhubiri wa ukweli. Kwa nini Yesu Kristo ametoka hapa duniani akaambia watumiwa mkae kwa nyumba mpaka Roho Mtakatifu akuje? Akija atawabatiza, nitawabatiza na Roho Mtakatifu. Atawakumbusha, atawaonyesha na atawaongoza. Na mhubiri injili mpaka mwisho wa dunia, mpaka wakati nitarudi. Muihubiri. Sasa mtu mmoja akisimama anasema kanisa hakuna la kweli. Mtu mmoja anasimama anasema hakuna wahubiri wa ukweli.
na yeti Kristo naye anaingia anatabua hekalo, nyumba la Baba, anafukuza wale wanauza na anasema nyumba hii ni ya Baba. Hiyo nyumba imebadilika miaka hii tuko, hakuna nyumba ya Baba. Kwa nini Yesu Kristo alirecognize? Kwa nini Yesu Kristo alielezea wanafunzi, muhubiri, muende muhubiri duniani kote mpaka wakati nitarudi? Na ili nirudi, injili lazima itakuwa imehubiriwa mahali pote duniani. Wenye kuhubiri ni hawa wabao wanasema hakuna mhubiri wa kweli. Wao ni nani? Wabao wanasema hakuna mhubiri wa ukweli. Wao ni nini? Wanasema hakuna nyumba ya Bwana. Wanaendaga wapi? Wao wanafuata nini? Kama wao si Buddhist, kama wao si watu wa Hare Krishna, kama wao si wa hii tunaita hizi madini zote zile, mpaka hii mnaita ya devil party ya shetani. Kwa nini wewe unafuata gani wewe? Na unafanya kazi ukiwa upande gani? Maana hii inashanganya. Yesu Kristo ndiye anaelezea wanafunzi, endeni mkahubiri duniani kote na injili ihubiriwe kwa kila kiumbe. Na Yesu Kristo akasema hatarudi wakati injili haijahubiriwa, na akasema wakati mtaona injili imehubiriwa mahali pote duniani, muone kila kiumbe kimefikiwa na sauti, mjue niko karibu. Sasa wewe unasimama, una wale wanatumwa na Kristo unasema ni wa uongo. Kwa nchi yenu unasema hakuna Mkristo wa kweli, hakuna kanisa la kweli. Now, my question is this. Kuna msichana nimeona hapa, msichana wa gospel, mmoja wa gospel singer hapa Central. Msichana wake ni 20 something. Anafanya dhabihu zingine kwa pasta ya moto, sijui anafanya nini. My sister Wajiru, ukasema hii ninaona mbegu ya Mwenyezi Mungu. Hebu nitulize tu na si kwa ubaya. Maana you are far on okra uko Ireland, na huyu msichana ako hapa Kenya na yenyewe amepotea, na umeona ako na mbegu ndani yake. Ni nani atamfundisha afuate nyayo za Kristo? Maana watumwa wa Kristo alielezea mitume, muwafundishe kufuata nyayo zangu Kristo, na wakisha jua muwabatize na maji. Hii commission ilipewa 12 apostles, na Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kutoweka 12 apostles aashe ikiwa wasi kila mtu ajirete. Sasa injili ambayo inahubiriwa leo ndio hiyo nyinyi mnataka mfuate wote, muende kule mnaenda. Hakuna vile mtu anaweza simama aseme hakuna kanisa la kweli, hakuna mhubiri wa kweli, hakuna mtu wa kweli Kenya, hakuna mhubiri. We are not supposed to judge and to base our Christianity basis with the money. No. Our salvation basis is not supposed to be judged na pesa. Maana pesa ndio inaleta shida hapa. Si tutafautishe kati ya pesa sasa watuambie watu injili ya ukweli. Maana ati mtu mwingine anakuja ni kutoa tu, mnatuaga pesa yenu ni wajinga. Sawa. Anania na Safira walikuwa wajinga ama walikuwa werevu? Na ni kwa nini walipogawa pesa wakaenda mbele ya mitume? Mwenyezi Mungu akajidhihirisha na vita kuwapiga na kuwaua kwa miguu ya mitume kwa sababu ya kuleta pesa, na wakadanganya. Kama haikuwa na effect, Mwenyezi Mungu hageua Anania na Safira. Kama hii pesa ililetwa hapa haikuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu iwe ile, Mwenyezi Mungu hageua Anania na Safira. Angeliwaashiria aseme mitume ni koni. Kaisari apewe chake Kaisari, na Yesu apewe kilicho chake. No. Injili inahubiriwa, ile mili hii yetu inataka ndio inaenea sasa. Maana mtu akielezewa unapewa mshahara elfu ngapi? 1,100. Unafaa upeleke shilingi 10,000, lazima utoe. Na hiyo kifungo ambayo imeelezewa, ambayo imesema Yesu Kristo alisema amemaliza fungo la 10. Tusemewe hadharani na wale wote ambao wanahubiri injili. Watusomee hiyo kifungo ambayo inasema hakuna fungo la 10. Na fungo la 10 ni Kristo. Tunafuata Kristo na mashauri yake na mambo aliyotufundisha mpaka Revelation. Tuonyeshwe mahali Biblia inasema hakuna fungo la 10. Tuonyeshwe mahali Kristo alisema msiwe mnatoa, mahali Yesu Kristo alisema mimi nimekuja nimekufa na kuanzia leo mimi ndiye proper sacrifice. Hakuna sacrifice nyingine kupelekwa kwa makuhani. Kwa nini Yesu Kristo akaponya mtu mmoja na akamtuma kwa kuhani? Na mtuambie ni kwa nini Yesu Kristo alienda hekaloni kupigana na wao, na kulikuwa na Muslim, mosque ilikuwa.
kulikuwa na Hare Krishna, nyumba yao ilikuwa. Na sisemi Hare Krishna naamini. Tuko na faith tofauti. Kwa nini Yesu Kristo aliamua tu ya Christianity? Swali hilo ninakuuliza jijibu, lakini point interest ni hii. Kristo alinielezea injili ambayo inahubiriwa leo. Ni wakati umefika wa watu kuhubiriwa ile injili ambayo wanataka. Na ndio hii inahubiriwa. So the moment unaelezewa hakuna mhubiri wa kweli, unafurahia sana na unaamini. The moment unaambiwa hakuna kanisa la kweli, unafurahia na unapewa kibali ya kukaa sasa bila hata kufikiria kanisa. Wakati unaelezewa hakuna nabii wa kweli, una relax. Nimesikia na katika hii maono kanisa la Kristo lenyewe limeisha. Nilisikia mhubiri anaitwa James Maina Ng'ang'a mahali alisema ninaenda Ruiru, na akaiba akasema Mwenyezi Mungu, wakati alikuwa naomba akasema Mwenyezi Mungu, tumeshoka injili hii ya kuhubiriwa tu maandiko na hakuna prophecy, tumeshoka. Nilisikia James Maina Ng'ang'a akisema hiyo kwa video fulani, na ni leo ni jana usiku. Tumeshoka hii injili ambayo tunahubiri na haina prophecy. Mwenyezi Mungu tupatie injili ambayo iko na prophecy. Kristo akajua hili jambo litakuja, akapeana Roho Mtakatifu. Sasa mnanyamashisha Roho Mtakatifu, hamtaki aongee, na hii maandiko mnahubiri, hii jambo mnaliongea, linataka ufafanuzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wakufafanua ni Roho Mtakatifu. Injili muifuate tu ile mnataka. Sasa unapatana na mimi nikiwa nimenona. Angalia Pastor Billy amenona juu ya kukula fungu la 10 na kukula pesa. My brother, mimi niko kwa mitandao sasa kitu miaka 5. Nilikuwa ninakula, nilikuwa ninakunywa na nilikuwa nimenona bado. Mimi sijanona wakati huu vile wengi wananiambia, Pastor umenona sana, ni kama hauendagi fasting. Ukifikiri ile chakula mimi ninakula ama bibi yangu awe honest ya waelezee kwa mitandao, utashangaa. Mpaka nauliza Mungu, nimekuwa na eti mingi, ni nini inasababisha? We, my brother, my sister, injili ambayo unasikia leo, hiyo unaisikia. Ndio Biblia inasema kutafika wakati watu watataka kusikia injili ya ile wanataka kusikia. Ndio mkielezewa msiende kanisani ama hakuna kanisa la kweli. Yote mnaamini ni wana kodi. Yes, amen. Wenye kusema hakuna wameokoka. Bifu na beach. My brother, my sister, mtu ashunge, asiseme anatoa anafanya kazi ya Mungu, aya anaharibu kanisa la Kristo. Awe anaharibu kanisa la Kristo. Awe anaharibu kanisa la Kristo without information. Kama hangekuwa kanisa la kweli, Yesu Kristo hangeruhusu hii kanisa ambazo zimeandikwa katika kitabu ya Revelation. Hangeruhusu John yule ambaye alikuwa ameandika hii aandike hii mambo kwa maandiko. Na kama hangekuwa kanisa la ukweli, Yesu Kristo hangeenda hekaluni kutoa vita akifukuza wale walikuwa nauza. Angeliashiria na anze mvumo wa kusema hakuna hekalo la ukweli. Tupende tusipende, that's the point of interest, and that's how it is. Kanisa la ukweli liko, wahubiri wa ukweli wako, na sisi wahubiri, sisi si maubo, sisi ni watumishi. Gharama ambayo nimeipitia ili nifike mahali nimefika, sasa imefika. Nabii wa ukweli na nabii wa uongo wajulikane. Mtihani ndio hapa. Maana people are perishing because ya kusikia ile gospel wanataka kusikia. Na hii ndio unaona watu wameshindwa na Mwenyezi Mungu. Sasa wanaenda zile dini zilikuwa za zamani wanajiita dini ya Shiama. Unapata watu wanapatana kila Sunday kukula mwisho wa mwezi, Sunday ya mwisho wa mwezi kukula mabuzi. Alafu na nasa zingine na muratina na nini.
mtu haku anakunywa pombe ameingia. Ndio na mniambie kama huyu mtoto wa huyu gospel singer nimeona akifanya mambo fulani kwa pastor fulani na Moshi hivi. Wanjiru, umesema huyu mtoto wako na kipawa. Utamtuma kwa nani ili amfundishe akae vizuri kulingana na vile Mwenyezi Mungu anataka? Atafundishwa na nani? Kama mnaona amepotea, ni nani atamfundisha? Utamtuma kwa mikono ya nani huyu mtoto? Na wale Wakristo ambao wanataka ukweli ndani ya Kenya, Wanjiru, tunakufuata sana. Tutapeleka wale ambao wanataka uokofu wa kweli juu makanisa hakuna. Utaambia waende, wataenda wapi? Ni dhehebu la kweli. Vile tu unaongea unasema hakuna mhubiri wa kweli, na wa mahubiri sisi ni maungwa, na wa mahubiri sisi ni NBCD. Sasa wale ambao wanakufuata na wanaamini unasema mambo ya ukweli, si waambie wakuigie inbox, uwaelezee mahali wataenda. Maana hakuna vile itakuwa from north, south, west, east Kenya hakuna mhubiri wa kweli. Alafu wanaingia ndege wanakuja hapo huko, alafu wanakuwa ni maumbwa tu, hakuna wa kweli. Patia watu namba inbox, waku inbox, utuelezee Mwenyezi Mungu anakuambia mhubiri wa ukweli ni gani. Tumesikia mahubiri ni maumbwa, tumesikia mahubiri si wa ukweli, tumesikia. Yes, we agree. Sasa Mwenyezi Mungu akitumana, anatumana ujumbe na anasema hili na hili hakuna. Which is the way forward? Maana niliwaelezea ni kusoma maandiko na uwe umejazwa na Roho Mtakatifu ili uwaelewe hii. Sasa yule ambaye hana Roho Mtakatifu, sikia, John Apostle Paul akaenda kuhubiri mahali wakati mmoja. Alipoenda kuhubiri hii sehemu, akapata watu wamehubiriwa injili na wameokoka ndio. Paulo akauliza, juu mmehubiriwa, yes, mmejua Kristo, mmemkubali, mshaisikia habari ya kuzaliwa tena na maji? Hawakuwa wamesikia. Wakamuelezea hiyo hatujawahi sikia. Basi Paulo akawaelezea kuna kubatizwa na maji ili mzaliwe tena, na kupitia maji katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Apostle Paul akawabatiza, wakaenda hiyo watu wengine. My sister Wanjiru, I respect you na ninaona unafanya hiyo kazi mzuri. And we agree. Hakuna pastor Kenya, neither hakuna pastor mahali huko mpaka Amerika. Watu ni kuitisha pesa na kujipondoa. Now, the gospel that you are preaching has an alternative. Maana Mwenyezi Mungu alielezea Yona, enda Nineve uambie hii na hii, na wakikataa kusikia nitaishoma. Alternative ya ile gospel, opposite ya gospel ambao unahubiri ni gani? Juu Mwenyezi Mungu, Kristo anaelezea wanafunzi, nimekuwa na nyinyi na nimekuwa mwangalizi wenu. Sasa nataka kwenda, na nikienda nitatuma Roho Mtakatifu akuje. Na Roho Mtakatifu akija, ndio atachukua sehemu yangu, atawaongoza, ataonyesha njia. Atakuwa na nyinyi na atawalinda. Alternative ya hii gospel unahubiri ni nini? Maana hakuna vile wa Mwenyezi Mungu atakuelezea tu wahubiri wote ni wabaya, alafu akose kukupea jawabu ya vile tutafanya. Maana ukielezea mtoto, kuna mtu hajui kusoma, anasikia tu Biblia. Kuna mwingine anasoma hii maandiko, haelewi. Na ndiposa Yesu Kristo akaelezea wanafunzi, muende muombe, mtu akikubali kuokoka, mumfundishe doctrines. Mumfundishe doctrines kina waokofu. Wale watu ambao wameokoka wanafaa kukaa hivi na hivi. Sasa umehubiria mtu na ukamwambia ni sawa kusoma maandiko. Apart from kusoma hii maandiko, kuna mahali anataka apelekwe hatua moja mbele ili afundishwe. Kristo alisema muafundishe, na Kristo mwenyewe akakaa na wanafunzi miaka 3 akiwafundisha. Physical and practical. Hello. Alternative ya hii gospel Wanjiru itorahunjiare niku to give us inbox namba yako, tuku inbox kama hutaki tukuulize hadharani.
Alternative ya hii gospel unahubiri, watoto hao wa kiroho ambao Yesu Kristo anasema wafundishwe kusoma Biblia haitoshi. Maana Yesu Kristo ni yule alienda hekaluni akachukua gikujo, ilikuwa ni maandiko. Nafikiri ilikuwa Isaia. Alikuwa anawaelezea kulingana na maandiko haya, wakawa mengine hata hawajui. Sikia hii, mpaka wakati Yesu Kristo wako na wanafunzi hapa, alikuwa anawaelezea nitakufa na nifufuke. Mpaka wakati anakuja kushikwa, bado tu mitume amekaa na hao miaka, wanakata masikio maana wanataka kufight, maana hawaelewi. Yesu Kristo alishika hiyo paka akamwambia rudisha mahali inafaa, na akachukua ile masikio akarudisha mahali ilikuwa imekatwa. Huo sio wakati huo. Yesu Kristo alikaa na wanafunzi akawatoa spirit ya kutega samaki, akawapatia spirit ya kutega samaki na akawasababisha wawe wazima. Alternative ya hii injili unahubiri, alternative ni vile utuambie hao ni madevil worshiper. Ambao sio madevil worshiper wako wapi? Kama wako Uganda twende, ama wako Tanzania tualike wakuja watufundishe. Maana inatatanisha. You are preaching the gospel, my sister, but you are alone. Wewe uko na gospel na uko peke yako. Hiyo gospel unahubiri, watu wengi wanaishika mkono, lakini you are alone. Niulize uko alone namna gani? Maana Kristo anafundisha wanafunzi miaka 3 na anaelezea mkae, nimeenda ninawabatiza na Roho Mtakatifu, na walipobatizwa na Roho Mtakatifu ndio hao wakaanza kazi, wakaanza kuhubiri. Walipokuwa wanahubiri, wanafunzi wakahubiri wakiwa haelezei watu kuna Roho Mtakatifu. Apostle Paulo akaja, mlisikia habari ya Roho Mtakatifu? Hatumjui. Wakakamilika wakabatizwa. No, habari ya maji, batizwa na maji, hatukusikia. Sasa kukua kwetu na alternative ya hii injili unahubiri. Maana Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu alielezea, aona enda Nineve, na ukifika Nineve waambie watu wa Nineve wamefanya hii na hii na hii, watubu. Wakikosa kutubu nitawashoma. Injili ya kazi iliyokuwa imeenda kufanywa na Nineve na Jona ilikuwa two phase ya kuelezea makosa yao, wakitubu warudi laini Mungu wa aheri. Kuna mtu ambaye anatakiwa afundishwe doctrine. Isaia, ama acha na Isaia, mitume moja alikuwa anaitwa Petro, akashukuriwa na Roho Mtakatifu, akashukuriwa na Kristo, akawekwa kando ya barabara, akaketi mzee. Kukakuja Ethiopian eunuch, alikuwa mkubwa, ali na ligisho. Unaona ile kagari ya punda, alikuwa amekalia hapo nyuma akisoma Isaia. Sasa alipokuwa anasoma kitabu ya Isaia, akawa akasoma mahali kumeandikwa lazima uzaliwe tena na maji. Mwenyezi Mungu alikuwa amemuona na alikuwa anajua akifika hapa hata jua la kufanya. Wakati alifika mahali huyu mtumishi wa Mungu amewekwa na Kristo, apostle akamuongelesha, akamuuliza mzee, ni nini unasoma? Ninaweza kuja nikalia hapo tuende na wewe tukisoma? Akafika hapa akauliza huyu, ikifika kiwango hii mtu afanye nini? Na ujue alikuwa anasoma. Mwenyezi Mungu akaona haelewi, akatuma the apostle. Na huyo apostle ambaye alitumwa alishukuriwa na Roho Mtakatifu, akawekwa kando ya barabara. Inaitwa fikiri Old Damascus Road. Sasa akiwa amekaa pale, Ethiopian eunuch akaja akiwa katika anasoma kikojo. Alikuwa anasoma kitabu ya Isaia. Ndio wanasoma. Lakini apostle Petro anatakikana akae kando ya barabara ili ya mahali hapo hawaelewi. Sasa huyu mitume alipokalia katika hii gari ya huyu mzee, ikafika hapo akasema hapa sielewi. Naye Petro apostle akamuelezea, ikifika hapa ni lazima uzaliwe tena na maji. Tumesoma maandiko na washirika wanasoma maandiko. Imefika mahali wanataka kubatizwa. Watabatizwa na nani, my sister? Hapa ni serious. Watabatizwa na nani? Maana hakuna Mkristo na hakuna mhubiri wa kweli Kenya. Hakuna dini ya kweli Kenya. Imefika Ethiopia ni eunuch ametumiwa
ametumiwa apostle na Mwenyezi Mungu kando ya barabara, amesoma, amefika mahali ya kubatizwa, haelewi, naye Kristo akaona kuna haja, akamtuma apostle. Alimshukua juu, hakutembea, akawekwa kando, maana kulikuwa na need ya mtu wa kumbatiza. These people ambao wana study hii scripture according to you, they study na wanajua ukweli. Imefika mahali Biblia inasema lazima wasaliwe na maji na wabatizwe na maji mingi, na Kenya hakuna Mkristo wa kweli, hakuna mhubiri wa kweli. Wataenda wapi? Sasa imefika kiwango, na siku anataka kuaddress hii issue yako Wanjiru, hata siku anataka kuiaddress. Kristo namuelezea, usini mambo ya Wanjiru usitaki question, maana sijui kazi anayoifanya, sijui Mwenyezi Mungu, wewe ndio unaijua, lakini imenibidi nikuulize, maana ananielezea nikuulize. Watoto wakisoma maandiko wameelewa ndio, according to you. Na hakuna mhubiri wa ukweli Kenya, hakuna kanisa la ukweli Kenya. Yesu Kristo ameona Ethiopian eunuch. Let me repeat, maana watu wengi hawasikii. Ameona Ethiopian eunuch, amesoma maandiko, haelewi. Ametuma apostle hapo kando ya barabara. Do you know, wakati huyu apostle alibatiza huyu mzee, kumuingiza tu hivi kwa maji kutoka, alishukuliwa na Roho Mtakatifu, akapelekwa mpaka kwa wanafunzi wengine. Kwa nini Mwenyezi Mungu anafanya kazi ya swift namna hiyo? We urge and we Wanjiru no nginya turehere ahunjia ma tuelewane. Lazima utuletee wahubiri wa ukweli Kenya. Kule utatoa ni wewe utatueletea, na utatuelezea ni huyu na huyu na huyu. The gospel now you are preaching nekinyete handu tutirame question, no ni turenda guthie na mbere. Andu uramera mathome maandiko na nituthomete. Yesu Kristo ni ona Ethiopian eunuch ni akinya mwisho, ona hatiri undu ungi agika. Yesu Kristo akaona kasi rahisi, nishukue huyo apostle nimpeke kando ya barabara. Huyo mtu alipobatizwa na apostle alishukuliwa na Roho Mtakatifu. Wanjiru, lazima utuletee manabii wa ukweli Kenya. Tutalipa gharama. Kama mhubiri wa ukweli yako Amerika ama ako mahali Ireland yako huko, tunamhitaji hapa Kenya, maana tunataka kuendelea na tunataka tusamehewe, tunataka tuhubiri injili tukiwa upande wa Mungu. According to what you are preaching, inaleta utatanishi. We are not moving forward. Huwezi ukaelezea mtu hili na hili, maana Wanjiru amesema this is now, na nikuelezee hii. Kama huyo mhubiri wa ukweli ama apostles wale ambao umefundisha wanafaa kufanya kazi hapa Kenya, kama tiketi ya ndege ni 1,150, mimi nitatoa hiyo 1,150. Huyo mtu tumulipie ndege ya kuja kutoka mahali. We need your apostle now. Tunataka washirika wako Wanjiru wakuja watuhudumie. If you can come, you can't come in Kenya. We demand from you watu wa ukweli. Maana hakuna Mwenyezi Mungu atutumanie kama ni nefe, alafu atuashe bila kutusamehe ama kutuonyesha the way forward. Umeelezea watu wasome maandiko na tumekubali. Ikifika wakati wa kubatizwa, sasa I urge you, wale apostles huko nao, unajua umepewa wanafunzi na Kristo kwako. Mahali unahubiri Sunday, mahali unahubiri Saturday, mahali unafanya ibada Wanjiru, uko na watu ambao umewafanya wanafunzi. I'm ready. Ututumie mwanafunzi mmoja mkamilifu kutoka kwa ministry yako hapo huko. Kama ticket ni 1,100 ama 1,200, tuwe ni flow, mimi talipa ticket. Na akikuja Kenya, kama ataishi kwa hoteli na asiseme hoteli za juu, akuja atuonyeshe, tunamhitaji. Una wanafunzi Wanjiru huko nao ambao umefundisha, ambao umewafundisha vizuri. Juu umeongea kwa mitandao na watu wote wamesikia, na hatukuja qualify. Tunataka msamaha, tunataka tusamehewe na Mungu, na tunataka tuonyeshwe njia. You are capable of doing this. I urge you. Mimi ninakukaribisha. Kama kulipa ndege kukuja Kenya ni milioni, ni 200,000,
1,100 kuja na kurudi. I urge you, please, Wanjiru wa Auckland, urihe tigiti, uke Kenya, unjigirire moko, na unyonie uria Ngai arenda twike. Niĩ ndĩ front line, na nĩngũkũrĩhĩra ndege, nitakulipia ndege, ukuje, uniwekelee mkono, na kama nilikosea unibatise tena. Nianze movement ya ukweli Kenya, ambayo Mwenyezi Mungu amekwambia hakuna. Niko kwako. Sasa na niwe nina address. Nataka utumane. Na kama sio kutumana, kama hauna, mimi nitakulipia ndege kukuja Kenya na urudi. Ukuje uniwekelee mikono, uniapishe. I'm ready to serve Jesus according to the standard that God amekuelezea. Maana hakuna wakati Mwenyezi Mungu anakuelezea hakuna wahubiri Kenya, hakuna kanisa la kweli. And you have the truth, wewe umeona ukweli. Maji umeyakunywa, umekuwa mtu mzima, unahubiri. Mimi nitalipa ndege ya kukuja na kurudi. Kama ni 1,100, kuja na kurudi 1,100. Ile hoteli siku 3 utakaa, kama italipwa 1,100, nitalipa. Kuja utuhudumie. Mimi niko, na ninajua wale wanaona hii platform yangu, kuna mwingine anaweza sema ningependa, Wanjiru, we are ready kukulipia ndege kuja. Na mimi nielezewe, nilipe na simu. Nitalipa Kenya Airways. Kutoka mahali huko Ireland kukunya Kenya. Mission sio ingine. Na ile hoteli utakaa between 100 shillings na 1,100. Ile hoteli utakaa nitalipa, nitakulipia 1,100. Ukae siku 3. Alafu uingie ndege uende. Upande chemichemi na China mzuri Kenya. Come. That's what I can say. Because I'm feeling, ninasikia vibaya wakati Kristo ananiambia enda uhubiri, alafu unaongelesha Mungu anakuambia Wanjiru watu elkoambia atulie mwimagui. Inaniuma mimi, especially me. Inaniuma. Maana ni watu wameniface na hili jambo. Wewe pastor, wewe wacha, ndio hiyo tumbo yako iko kubwa. Sasa saa hii ndio watu wameanza kuona tumbo yangu ni kubwa. No, the time miaka yote nimeishi nimekuwa na mwili kubwa. Hii tumbo yako tu ni pesa yetu umekula. Wanjiru, oka. Nikuliha ndege, tuwe ni flow, nitalipa ndege. Na mahali utakaa, hata ikigharimu 1,100, in fact nitalipa. Na ukuje na anointing oil, ukuje na whatever is needed, uniwekelee mkono, tufungue ukweli Kenya. That's the thing I can do. Maana Mungu ambaye anakunenea ako na jawabu na iko ndani yako. Tumechoka na kutukanwa na watu kwa street. Mtu anakusimamisha anakuambia huyu anakaa. Ngoja uone hii. Nilienda kununua mashini mahali ya car wash. Nikabagain. Nilipo bagain. Na ni sawa kubagain Kenya. Nilipo maliza kununua nikabia huyo msichana, naitwa so and so, shika kadi yangu usubscribe kwa YouTube yangu channel. Unajua tumemalizana, akaingia kwa kompyuta pale, akafungua akaniona. Akaniambia no wonder ndio una bagaini hivi. Wewe ni mhubiri. No wonder ndio una bagaini hivi. Do you know? The moment huyu mama nilimpea kadi yangu, akaenda kwa kompyuta yake akanifungulia akanipata. Hata hakusikia ile kitu ninasema. Alisimama pole pole, akakuja mbele yangu. Akaniangalia bila kucheka, akaniambia no wonder it is why you are bargaining. Kumbe wewe ni mhubiri. I wish kama alijua, kama nilimuelezea mimi ni nani kabla sijanunua. Sijui angelipadisha, sijui kama angelikata bei, sijui angelifanya nini. Mashini walikuwa wanauza 32,500. Nikabagaini 500. Nikamwambia ngoja nikupee 32. Na akaagiri.
Alipojua mimi ni nani, akaligireti akasema hata hiyo 500 singetoa. This the kind of challenges ambazo tunapatana nazo. Unaingia kwa hoteli. Unajua mimi ni mtu wako na kilo, mimi niko na mwili kubwa. Vile mnaniona kwa labda mnatakanyika. Kuna mtu alitoka Amerika tukapatana naye mahali utawala akaniambia, "Kai, okora kwa wewe mnende evangelist." Mimi ni wale watu warefu. Sasa unapata wakati umeketi kwa hoteli unakula, chochote unaitisha. Ikiwa na ada neneo. Na mimi kuwa na tumbo ama kuwa na mwili kubwa haijaanza saa hii. Hata nikiuza vitu ya hardware. Na kama hii message haitafikia Wanjiru, please, yule ambaye ataisikia na amwambie hivyo, niko ready. Atutumie wanafunzi wake. Unajua Mwenyezi Mungu alifundisha, Yesu alifundisha wanafunzi 12 na akawa commission mara ya kwanza wakiwa 70 something. Shetani akawashambulia. Yesu Kristo akawachucha akawashusha wakabaki 12. Alipoondoka akawasha 12 apostles na akawaambia nimewapatia kazi, endeni mkafanye. Wanjiru, you are a pillar. Uko na wanafunzi chini yako. Hata John the Baptist alikuwa na wanafunzi, alikuwa amefundisha. Hata Elijah prophet alikuwa na wanafunzi. I request you, kama wewe huwezi kuja, tuma mmoja wa wanafunzi wako ambao umefundisha wamekaa vizuri, akuje Kenya na hasa kwangu, aniwekelee mkono, anionyeshe hiyo doctrine, anifundishe vizuri, tuhubiri ukweli ambao unauhubiri. Maana tunamukiwa in the street, na hii inatokana na mambo unayoyasema. Sasa mpaka mhubiri wa ukweli wa uongo, sote tumewekwa kwa shodo moja. Unaona vile amenunua gari mzuri, na watu wako hapa na magari ya milioni mpaka 20 na hakuna mtu ana notice. Sasa mimi nikionekana tu ni evangelist, ona tumbo yake. Ndomira muna fio sio? Tutumie, nitatafuta wahubiri wengine 3 kama 4 ambao tunaelewana. Ututumie mwanafunzi wako ambaye amekomaa kama Petro kwa Kristo. Kristo alitrust John the Baptist, no Petro, na akatrust Paulo kwa Gentiles, akawatuma kwa Gentiles. Mwanafunzi wako mmoja ambaye umemfundisha amekomaa, tutamlipia kila kitu, akuje Kenya kama semina ya siku 3, akitufundisha tukiwa 4, tutakubali kufuata hiyo nyayo, ili angalau unahubiri, unaelezea watu maubwa wamekuwa Kenya. Lakini for the first time kuna evangelist Martin amekuwa adami. I'm ready to serve, please. Na nitalipa gharama, nauli ya ndege nitalipa, na nitalipa accommodation, nitalipa. Afadhali niitishe runi kutoka benki, watanipea. Wananiambiaga, mhubiri situkupe pesa ununue gari juu tunajua utalipa. Nitachukua hiyo 1400, 1500, nisimamie hiyo gharama. Ukipatikana wewe mwenyewe Wanjiru, kuja, we are ready. Na unijibu inbox. Namba yangu ni 0721 735 498. We need you in Kenya, please. Kuja utufundishe, kuja utuwekelee mikono, utufanye kama vile Paulo alipata watu ambao hawajajazwa na Roho Mtakatifu, aliwafundisha kuhusu Roho Mtakatifu na kisha akawabatiza. Ili Wakristo wao kweli tunapenda, surukuje utucommission na utuwekelee mikono na tutatii. Please, that's the only request I can add to you. I'm evangelist Martin Ndung'u. Na mimi Wanjiru sina vita na wewe. Ile kitu ninahitaji, ninaomba kuwe mwangaza Kenya. Yule mtu alilete ugonjwa wa AIDS Kenya alikuwa peke yake. One person ameisambaza Kenya.
moto unaabukishanwa. Halo, mtu akija aombe moto kwangu, ninampea, naye anaenda anaakisha kwake. Hivyo kuja utuakishie moto wa watu wa ukweli. I'm ready to, mimi niko tayari nikae vile Kristo anakuambia tukae. Niko. Maana wahubiri kama hakuna mhubiri wa ukweli, me I'm ready to be transformed through the work that you are doing so that we can preach the gospel. Kama mimi najua kuna wahubiri watatu ninaweza shika, tukae na hao pamoja, ukuje kwa miamba yetu. Hata kama utaniambia kutakuja kwa hii ofisi, nitakubali. Ukituambia tupatane na wewe kwa mahali fulani, ukae utufundishe siku 3. Kisha uingie ndege. Ukihubiri unaambia watu, nimewasha huyu na huyu. Na inaweza kuwa mimi siwezi pata favor mbele yako. Yule ambaye utaonyeshwa na Mwenyezi Mungu Kenya, ukuje umwekelee mikono. Mimi niitishwe gharama ya huyo mwanafunzi ambaye umefundisha, ama wewe nitasimamia gharama ukuje Kenya. We need this truth. Tunahitaji kukaa watakatifu. Tunahitaji kuhubiri hii gospel. This is not the time now kwenda platform kusema huyu hafai, huyu hafai. Ili hafai, una jawabu. Ninalipa ndege. Na usikae. Usikae Wanjiru. Tunakuhitaji. Uliitwa na Mungu na ukaprofesaia mtu. Niliona hiyo kakirifu. Ukakataa kwenda kumwambia. Na ulipokubali kumuelezea sijui ni nani alikufa, ukashangaa. Uko na mwito. Na Mwenyezi Mungu ambaye amekuelezea hii mambo yote, ako na jawabu na itatoka tu kwako. We need you here. Kama sio hivyo, utafute wahubiri wale wa ukweli Kenya. Utafute ni huyu. Vile tu unaletea watu kwa mitandao, huyu si mzuri, huyu si mzuri. Tunakubali. Lakini tutafutie mhubiri utuelezee huyu ndio ukweli na huyu ndio ukweli. Angalau wawili waakishe tu kama moto Kenya. Tutafuata. Ilifati ukiniambia mhubiri wa ukweli ambaye tutashikiana na yeye, ako Northeastern, mahali itabidi nishukue helicopter. I know it is expensive. Utuambie ako Northeastern. Kuna mzee tunakaa na yeye anakuaga dereva wa helicopter. Nitamwambia anilipishe hiyo masaa. Hata ikikuja 1,100 ama 200, 400 na masaa, mimi nitaenda. Bora utuelezee huyu ndio kweli na huyu ndio kweli. Be specific. And this is serious. Wanjiru, umetufunga mikono hatuendi. This is serious. We need assistance from you. Don't talk ukiwa bali. Tutumie watu hapa. Na kama hukuji, ututafutie wale watu unajua ni wa ukweli Kenya. Huyu na huyu na huyu. Lazima utupee. Lazima. Jona alikataa kwenda Nineve. Ilikuwa ni lazima aende. I know you are a citizen of that country you are. But hujakatazwa kuchukua visa ukuje utuhubirie. Siku 3 seminar. Ama yule unajua ni wa ukweli Kenya, utuambie hapa mahali fulani tutaenda. Mimi nitakuwa kwanza. Lakini I'm ready to lipa gharama yote ili tujue ukweli utapatikana aje Kenya. Maana there is no way at a nation of 60 million and above. Alafu kunasemekana hakuna mtu wa ukweli. Hapana. Vile unafanya hii kazi ni vile tu utaiamusha. Yesu Kristo alienda na wanafunzi akawaambia, hekalo imekuwa baya hii, kujeni niwafundishe. Akawafundisha kazi ambayo inafanyika mpaka wa leo. Sasa wewe ulikuwa citizen wa hii nation, umezaliwa hapa. We demand from you. Na nikiongea hivyo, ninaongea nikiwa mbele ya Kristo, nikijua ananisikia. I don't know why I have decided to address you. Sikupenda hii. Gharama nitalipa. Kama ni 1,100 itatumika, ya wewe ukuje. Utufungulie mlango. I'm ready. I'm Evangelist Martin Ndung'u na sifai mbele ya watu. Lakini inaniuma wakati unaenda kusimama mbele ya mtu hivi. Unajaribu kumuelezea Yesu anafanya. Asikii.
Come na unielezee utakuja lini, unielezee. Ukijua utakuja, ujue leo ni siku hii, ujue within the 7 day utakuwa hapa Kenya. Ama umepanga, umetayarisha na unataka ndege ilipwe tu and fro, mimi nitaenda kulipa airport, nitakulipia. Si inalipo online ama hivyo, nitaenda mpaka JKA nichunguze, niulize mpaka nionyeshwe, ama ni agent niende kwa Kenya Airways ama kokote. I'll do it. Wakati unajua utakuja siku fulani, uniambie mbele nilipe ticket, nitalipa ya to and fro. Na mahali utakaa, hoteli nitabook. No matter how expensive you'll like to be, nitaifanya. Na sikuambii kwa ubaya, maana I know the pain that I'm feeling. Wakati ninaenda kuhubiri hivi nikiwekwa mashini, watu wanakuja wanakusimamisha wakati umemaliza kuhubiri, wanakuuliza maswali mingi, mpaka mtu anakuuliza umesikia wajiri wa Auckland? I say no, sijasikia. Ninasema ndio. How do you see about that lady? We need what there is in you. We need it. The Christ who is in you, tunamtaka wajiri. So ukijua utakuja tarehe fulani, niambie mbele nilipe ndege kwa upande huu, nilipe to and fro, nipe document na unipe majina na kila kitu, nitailipa. Hizi simu tuko nazo Kenya tunaweka 1500, hiyo ndio pesa 499,000. So hii biashara yote ninaweza enda benki niitishe 1500 niweke kwa simu, nitalipa ndege to and fro, na mahali utakaa nitalipa. Ukitaka kukaa Serena, mahali utataka, bora tu iwe between 100,000 na 150, I'll pay. Ulete huo moto hapa. That's my request to you, my sister. We are tired. Maana watu wetu hawatofautishi. Na juu wengi wanatakaga kupiga kanisa. Hii ndio nafasi sasa wanaitumia. Mnaenda mpaka mahali mmeenda kuzika mtu na ni wenu. Mhubiri anasimama, anasema hapa, mimi ndiye ninasema. Mnaitwa wahubiri, anakuambia sema jina ukiwa hapo, hatuwatabui nyinyi, nyinyi ndio wahubiri. And more so, we are being intimidated now. Makanisa kama Worldwide Full Gospel, kanisa kama PCA, Catholic Independent na hizi. Sisi watu wa Pentecostal wanatudhulumu sana. Wanasema kazi yetu tu ni kutaka pesa. Na wanasema hivi tu ya mutaratara. Nyinyi mnapenda pesa sana. Kanisa ni yako pamoja na bibi yako na watu wenu. We are facing these challenges. Hawa watu hawataki kutuona katika mikutano yao. Ukienda tu mazishi na maybe yule mtu amekufa ni mtu wa karibu na wewe. Na wewe ni mhubiri. Watu wote wanakutabua katika hiyo familia, ukoo wote. Wewe ni mhubiri. Huwezi ruhusiwa kuongea. Na hili wigu halitoki mahali pengine. Ni kwa sababu sisi tunajitakia. Lazima ukuje uongoze movement Kenya. Wajiro, there is no going left or right. Kuja. Na kama hukuji, uniaddress na usiniaddress kwa media. Ama uniaddress kwa media vile nimekuaddress. Maana inatuuma. Tunatukanwa. Tuna all sort of words tunaitwa na watu. Nyinyi ni maumbwa, nyinyi ndio Wajiro wanaongea hapa, anasema nyinyi ni waumbwa tu. Wewe ni mtu wa inafu. Mpaka mahali serious. Ile supermarket nilikuwa nanunua vitu hata kabla sijaenda kwa Makidi. Leo hii nikienda kununua, nadhulumiwa na wauzaji, naenda nanunua zile vitu tu nilikuwa nanunua. Mpaka wakati ninalipa, kaunta zote unaona watu wote ni mimi wameangalia, hata mtu hausi. Kwa sababu mhubiri wa injili ya kuleta amekuja. Make a mistake. Ufungue wallet yako hivi. Hiyo ulikuwa umetoa pesa asubuhi ili utumie wiki mzima kama 10,000.
Umeingia kwa supermarket, unataka kutoa 1,000 ulipe mariwa, alafu wallet yako inaonekana imebakisha pesa. Unaona kibeti yake iko kihurite. Woi. Ajiro tutirana wagothi. Kuja na watu wakisikia umekuja Kenya, umepanda madhabahu, they will respect that because they are your followers. Mimi niko line ya mbele, na kama siwezi pata favor mbele ya Mwenyezi Mungu aliye ndani yako, kuna mwingine anaweza pata favor. Tuelezee kwa mitandao, tutamfuata. Kama hako Ricky Rudolph, na huyu Ricky Rudolph kunanyesha, hakuna gari inaenda, nitaambia huyo mzee wa kwetu wa helicopter, hata kama ni pesa ngapi, twende nikae na huyo mtu masaa, tukae na yeye wiki mzima, mwezi mzima, anifundishe hii doctrine ambayo unaiongelea Kenya. Ajiru no nginya utuhe suluhisho ya mathina maya, wikire mbere na ndirariha, kana utume mwanafunzi wako akuje na nitalipa deni, na ujue nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, na huyo Kristo ambaye unamhudumia ako ndani yangu. Nisipokuwa ni vile wewe uko na kipawa ya juu kunishida, nataka nijue kukaa vizuri, nataka ukweli huo ulioko ndani yako. Maana Mwenyezi Mungu ambaye anakuambia mahubiri Kenya hakuna na makanisa hakuna, anakuhuispa hapo ndani yako, anakuelezea huyu ndiye mzuri, huyu ndiye mzuri. Huu ndio wakati wako wa kutuletea mhubiri wa ukweli, na huu ndio wakati wako. Lazima uingie ndege ukuje Wajiri. Lazima. Kama hukuji, tutumie mwanafunzi. Na kama hukuji, tuelezee yule mwanafunzi ambaye umeonyeshwa na Mwenyezi Mungu wa Kenya, mhubiri wa ukweli. Sote tutaflock huko. Unaona kama ni mchezo? Idue tuthia ushalia ukweli kule. Kama mimi ile makanisa nimeenda nikitafuta ukweli huu, ninaona kama niko naye, ni mengi sana, na sitashoka, sitasikia hivi. Ukinielezea niende fulani, nitaenda. Hata kama huyo mhubiri atakuwa hana viatu, nitaenda. Lakini ninataka huo moto. Sitaki kurudia tena. Nadile mukeni. I'm not happy. Unaenda kuhubiri, unaweka mashini, unasikia wahubiri. Na ni wahubiri wahubiri wa kutoka Central wale, unajua kazi yao ni pesa tu. Huyu mhubiri kuna kitu anataka hapa. Na kwa sure hakuna kitu ninataka. Mimi ni message napeleka. Inanitatanisha. Paka unaenda kwingine, chifu anasema hutahubiri huko na usirudi. Si tulisikia nyinyi mnatoka Central. Nasikia kama mwingine anaongea, anaitwa hivi na hivi, anaongea kuwahusu. Mmetoka Central wa Kikuyu nyinyi. Hatuwataki hapa. Ninafukuzwa na chief nikiwa nimeenda kupeleka injili. Na sio mahali pamoja. Tunaenda ukweli. Lazima utuabukishe moto wa ukweli. End of quote. Uniambie wiki moja kabla hujakuja, nitalipa tu elfu na nitakulipia hoteli. Kama utatutumia mtu, nitamlipia. Kama ni mtu tunahitaji kwenda kuona, mimi nitaenda. Hata sitaenda na bibi yangu, nitaenda peke yangu. Mungu awabariki. Aonekanie. Arinde. In Jesus' name. Na what there is, my sister, I don't know your apology kama nimesema vibaya, lakini la muhimu ni hili. Tunakuhitaji hapa. Kuja utuwekelee mikono na upitishe hiyo manto kwetu. We might be 2 or 1 ama 4, but we are ready. Tikwenda ungenda gutiga wira waku uthio karuta wira uratugio. Mimi nilielezwa na Kristo usiende kuanzia leo, na nilikuwa nauza vitu ya hardware and I was doing good. Kristo akaniambia kuanzia leo
Hakuna kwenda kasi ya kuuza mali tena. Nilikuwa naweka vitu kwa gari na sunguka mpaka jioni, siuzi hata dururu. Saa zile nimeshoka naenda nyumbani. Mtu mmoja ananipigia simu ananielezea, "Pastor, nimenenewa na Mungu nikaelezewa nikuwekea hii 2,000. Hata nimekutoa tu kwa mitandao." Saa hiyo nimesurura mpaka jioni. Kristo ananiambia, "Wacha hiyo kazi unafanya unihudumie." Kwa nini wajiru nikatae kukaa vile Kristo anataka ili nifikie wale watu wanatakikana? Tunabatizwa na nani? Petro alienda kwa wanafunzi wale hawakuwa wanajua ubatizo, akawabatiza. What you have in you, it is the fire and the mantle. Mantle inaitwa mantle. Hiyo working torch. Come and plant it us 18 to us west kwetu. And God will bless you. God bless you all. In Jesus' name. I'm Evangelist Martin Ndumu. Nĩndaigua ndigirwo nĩ atĩ nginya cukari ũkagia na tũrabata na tũrakara. Kũrigwo nĩ njĩra tondũ rĩrĩ. I'm feeling bad. Saa zile ninaamka hivi asubuhi mpaka nasikia uoga niende wapi. Hata hicho. I don't know about it. God bless you all. In Jesus' name.